Watu wawili wanaojihusisha na usafirishaji wa pikipiki maarufu kama bodaboda wamefariki dunia mkoani Tabora baada ya kugonga treni katika kata Maroro, manispaa ya Tabora leo Aprili 14, 2026 majira ya asubuhi. Ajali hiyo imetokea katika eneo la kivuko cha reli katika mtaa wa Miemba, ambapo mashuhuda wamesema waendesha bodaboda hao walikuwa wakijaribu kuvuka reli bila kuchukua tahadhari wakati treni ikiwa. Uongozi wa mtaa wa Miemba umesema kuwa na uzembe wa baadhi ya watumiaji wa barabara kupuuza alama za tahadhari katika kivuko hicho, hali inayochangia kujitokeza kwa ajali za mara kwa mara katika eneo hilo. Tayari. Kwa majina naitwa George Pisi Masele, ni mwenyekiti wa mtaa wa Miemba. Hii imetokea asubuhi. Huwa ni kawaida ya hawa bodaboda, huwa wanapeleka wanafunzi shule. Wanapowafikisha shule kisha waacha, huwa wanakuja wanafukuzana. Kwa hiyo kwa bahati mbaya leo ndio kimewakuta kama kitu cha wakuta hicho. Kwa hiyo wamefika hapa wamegonga treni na wamepoteza maisha. Au pengine unahisi wao walikuwa wanakimbizana? Huwa ni kawaida yao wanakimbizana. Pengine sasa ni mara kadhaa yamekuwa yakitokea matukio kama haya. Ndio. Hasa kwenye makutano ya barabara kama hivi. Sasa. Ndio. Pengine sasa nini wito wako kwa watumiaji wengine wa barabara hususan katika maeneo kama haya kuwa makini au kuchukua tahadhari ili matukio haya yaweze stop? Kwa sababu katika kila makutano ya barabara ya reli na barabara huwa kuna vile vibao vya crossway. Mara nyingi watu huwa wanavivuka, wanakuwa mbele ya vile vibao badala ya kuwa nyuma ya vile vibao. Lazima unapofika eneo la reli uangalie kwanza, kwa sababu vile huwa kuna kama treni inakuja lazima utasikia mungurumo, lakini watu wengine huwa hawachukui tahadhari hiyo. Kwa majina naitwa Matrida Patrick, ni mkazi wa hapa Malolo. Nilikuwa asubuhi natokea nyumbani, niko naenda shamba ambao ni huku treni iliposimamia. Nimefika maeneo ya hapo mbele kidogo tu ndo nikaona treni natokea huku, na hao waliofariki marehemu wao wawili wakiwa wanatokea huku wakiwa wanataka kupeleka wanafunzi. Ile kufika hapo wanataka sasa waiwai treni, wakafika kabamiza mbele wakarudi wao nyuma. Mimi nilikuwa ni upande wa huku mbele, yenyewe kwa upande wa huku. Kwa hiyo kufika ndo kabamiza, afu akaruka mwingine akarukia kwenye hicho chuma hapo, hicho chuma hapo, akarudi tena huko barabarani, mwingine ndo akaangukia kwenye hicho kidude huko na ubongo kamwagika hapo, ndo na polisi wakafika. Haja ipo tena ni kubwa sana, maana inakuwa inapunguza ajali kama hizo hapa. Haja ipo kubwa sana, serikali tu yenyewe tuone haja ipo, maana hizi ajali za hivi za kushtukiza bodaboda wengi sana tunawapoteza. Haja ipo kubwa sana, maana kwa mfano kama kule Iseve jinsi ilivyo sasa hivi ajali zimepungua, na hapa ikiwepo kama hiyo ya kuwa vyuma kinazuia, hichi kitu kama cha leo kisingetokea, kwa sababu wangezuiliwa kutoka mbali, maana walikuwa wako spidi sana. Nani na utueleze kilichotokea? Naitwa Ramadhani Shabani Mrisho. Hizi ni pikipiki zikawa zinatokea huku mmoja mmoja, afika hapa wakawapitia. Mwingine amepelekwa paka kule, mwingine alikuwa amelala hapo, ile kaponjeka hadi ubongo umebaki pale. Ila saizi maskari washakuja wamewabeba. Tuambie bosi, ilikuwa kwaje mpaka ajali hii imetokea? Kama mnavyoona sisi ni sehemu ya abiria ambao tuliona tukio tukawa tumekuja kuangalia. Tumefika tukakuta ni bodaboda wawili ambao tumekuta tayari wameshapoteza maisha. Abiria ni vipi, yani labda pengine leo mnaona wanakatiza nini mpaka kuja kujua nini kwenye tukio hili? Of course tulikuwa kama tuko safarini, kwa hiyo tukiwa kwenye treni tukaona treni inasimama ghafla. Kwa hiyo kabidi tushuke kuangalia nje, tukaona kama kuna ajali, watu wamejaa, tumekuja kuangalia. Fika tunakuta ni bodaboda wawili ambao walikuwa wanakimbia wamejigonga kwenye treni. Pengine mmekuta katika hali gani? Tumekuta tayari wameshafariki. Maana tumekuta wamefunikwa, kwa tayari washapoteza maisha. Kwa hiyo tumechofanya sisi ni kuwastiri na kupeleka mwili kwenye gari kwa mamlaka husika ambao wamekuja kuchukua mwili. Yote tisa, pengine unahisi ni kitu gani ambacho kimesababisha hii ajali? Nafikiri ni mwendokasi wa bodaboda ambao walikuwa nao, kwa sababu inavyosemekana ni boda walikuwa wanakimbizana. Walikuwa watatu, mmoja akawa yeye ameshapita, hao wawili wakawa wamejigonga kwenye kichwa cha treni.
jigonga, ndo wakawa wamepoteza maisha hapo hapo.